Yes, karibu tena ndani ya Media Bukavu TV kwa muda wetu wa saa 5 na dakika 30. Leo tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 ndani ya Media Bukavu TV kwa habari zetu za mchana, tunakuja kuwapasha habari kila kitu kinavyotoka ama kila kitu kinaendelea kutendeka katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika uwanja ya mapambano. Na kwa sasa kupitia Media Bukavu tunaendelea kuwapasha habari zinazopatikana katika sehemu hiyo katika harakati moja kwa moja. Na kama ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja na sisi ndani ya Media Bukavu TV, endelea kusubscribe, endelea kupartage kila sehemu popote, na endelea kujiunga na sisi kupitia Media Bukavu TV, habari zetu zikufikie mara kwa moja. Na kama wewe ni shabiki wetu ama wewe ni shabiki wangu, endelea kupartage kwa sasa mara kwa moja. Nashukuru zaidi, tuendelee kusubscribe. Mashabiki zangu naendelea kuwashukuru zaidi mashabiki kutokea eneo tofauti, na ninaona ujumbe, kila mtu ananitumia ujumbe kuniambia yeye anaitwa fulani kutokea eneo fulani. Kwa kweli mashabiki zangu nawashukuru zaidi kila mtu. Nimesha kuona mashabiki zangu wa hakika, na nimeona mashabiki zangu wale wenyewe sio wakubaki ndani ya Media Bukavu TV, lakini naomba na kila yote anataka kujiunga na sisi ndani ya Media Bukavu TV anakaribisha mara kwa moja. Na sasa kumbuka, kupitia Bukavu TV ni sisi tutakuwa tunawaletea habari zenye uhakika, habari zenye ziko kwa njia moja kwa moja, habari yote iko katika eneo za uwanja mapambano, na habari kwa kukosoa vile vitu venye watu wakiwa wakifikiria. Kumbuka, ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tatizo ni moja, hatua watu bila kuelewana hakuna kitu kinaweza kubadilika na hakuna kitu kinaweza kusonga. Na kwa sasa kuna mengi zaidi anaendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia katika uwanja wa mapambano mara kwa moja. Ndakuja kufungua kurasa zangu mara moja, nikuja kuwapelekea katika eneo za uwanja za vita, katika eneo ya Lubero na katika mji ya Walikale na katika eneo ya Masisi ndani ya Minova mara moja Kalehe, na kuja kuwapeleka ndani ya mji wa Uvira na huko Manyema, Kindu, Kisangani, kila papote kona za kunaendelea kuwa hewa mbaya katika eneo tofauti. Lakini mbele ya kuzungumza mambo mengine tofauti, na kuja kuwaletea ama kuwapasha habari zingine kutoka ndani wa mji wa Uvira. Tangu tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka wa 2026, hatua viongozi vya chama vya wazalendo pamoja na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutokea katika eneo ya Baraka ndani ya Fizi na katika eneo zingine kadhaa. Kwa sasa mashambulizi ya upande wa jeshi la wazalendo linaendelea kutikisisha na kuleta hofu katika eneo tofauti, lakini kuna wengi zaidi wanaendelea kujimpose pamoja na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa hatua serikali ama kamanda wa Uvira ana komanda Rejo pamoja na viongozi wa moja kadhaa ndani ya wanajeshi ya wazalendo na Gouverneur Jean-Jacques Purusi, hatua walichukua uamuzi wa kutoa wanajeshi ya wazalendo katika milimani, katika mabondeni ndani ya miji kuelekeza katika milima ama kuelekeza katika uwanja wa mapambano. Lakini baadaye ilikuja kuleta changamoto kwa upande wa moja ya waasi, kwa upande wa wanajeshi wa wazalendo. Kuna wale tayari wanasema hawako katika makubaliano ya viongozi ama kamanda huyu Komanda Rejo katika upande wa uko Sud Kivu. Na katika viongozi wa moja wa wazalendo, hatua William Yakutumba alikuwa na konferense na katika media katika uwanja mapambano huko juu milimani Fizi, na amezungumza kutamka maneno haya kusema tayari hatua viongozi vya serikali vimechukua mkataba huyu, tayari wanakubaliana na yeye, kwa sababu na yeye amezungumza kupitia wazalendo. Kuna wale wazalendo kwa kweli wazalendo wakorofi, kuna wale wazalendo hawafanye kazi gisi inafanya, na kusema tayari wazalendo ama wanajeshi hawezi kubaki katika mjini kwa kushinda wananyanyasa raia population. Na amezungumza kwa hatua William Yakutumba jana hiyo alizungumza maneno mengine mazito zaidi, akasema tayari
il y a beaucoup de personnes vous avez wanaendelea kuingiza wazalendo njia ya kujimpose kwa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wasikubaliane kwa matamko haya, na amezungumza kusema tayari wazalendo wale wenyewe hawataki kusikia masharti ya viongozi, watachukuliwa hatua kama gisi walichukulia hatua viongozi wengine kutokea eneo tofauti. Na akapeana mfano moja kusema kabisa, kumbuka wanajeshi wa wazalendo wako nyuma ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, watabidi wakubali masharti ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa wazalendo hawaweze kupanga ili serikali ichukue masharti yao. Kumbuka wazalendo amezungumza maneno mengi zaidi, lakini baadaye akazungumza kusema kuna wale wazalendo kwa sasa watakuja kuchukua tayari conference na wataanza kuzungumza kusema tayari William Yakutumba ama viongozi wengine wameanza kukula ama wanaanza kuchukua uamuzi kama hao ni wagani. Lakini tayari kumbuka William Yakutumba ni umoja katika umoja wa nguvu wa wazalendo, wale wanaopigania haki ya wazalendo kujulikana katika sehemu ya serikali na wawe waaminifu kwa upande wa serikali. Kumbuka William Yakutumba amejitahidi kwa kufanya nguvu lote. Kumbuka wanajeshi wa wazalendo kwa sasa wengi wanalipwa na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia media Bukavu TV. Kumbuka mimi nitaendelea kuwapasha habari zinazopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini kwa sasa leo taarifa moja imetokea upande tena huko Uvira. Kabla hatua kiongozi William Yakutumba alikuja kujibu kwa wakaaji ama population ama wananchi, watu walianza kusema kwa nini serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeanza kusema tayari hawatakubali waanze kuondoa wanajeshi ya wazalendo katika miji, na alisema mengi zaidi. Kumbuka wanajeshi wa zalendo kuna wengi walikuwa wamesha kuweka makamba mapetite barriere, na wengine wanaendelea kuomba matax, wengine wanaanza kubadilisha serikali tayari kama hao wanachama ama wana viongozi. Na amezungumza kusema kuna wazalendo tayari kama hao wanajiweka ni makomando na wale wengine wamejiweka majenerali, lakini hawatambulike kwa upande wa serikali. Na kwa sasa leo tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka wa 2026, hatua viongozi wamoja wa wazalendo wamejitokeleza kwenye mtandao, kama kamanda Feka Hadui amezungumza. Anaitwa James Kamanda Feka Hadui alizungumzia kwa kauli haya, lakini imeweka kinywa wazi. Watu wengi wamekuwa na mshtuko na mshangazo kupitia haya maneno mazito amezungumza. Jana alikuwa amepeana, kwa kweli alikuwa na konferense wa watangazaji wa habari kwa kupasha kauli yake kwa maneno William Yakutumba amezungumza na katika maoni kwa kujibu maswali ya watu wengi zaidi walikuwa wakizungumza kwenye mtandao. Na kwa sasa kuna wengine kwa leo wamezungumza kusema tayari hatua William Yakutumba amezungumza haya. Kuna wengi wamejitokeleza wanasema tayari hakuna fedha yoyote wamoja wamepata, na ndio kama hao hawakubaliane na masharti ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na wanasema tayari hatua kabla wafanye kazi na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo walikuwa wakipambania nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo isiwe katika mikono ya waasi ama majambazi yoyote. Lakini kwa sasa imeleta mshtuko zaidi kwa sasa kupitia upande ya jeshi ya wazalendo na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Upande wa Sud Kivu itakuja kuleta changamoto huyu mwezi na katika mwezi zingine kadhaa, na wengine wamesema tayari kamanda huyu komanda Rejo inabidi abadilishe msemi na kuambia population amedanganyika ama kuna mambo amezungumza. Lakini kumbuka komanda Rejo amezungumza maneno yenye tayari maneno kama kamanda ama kama kiongozi. Kumbuka hakuna mtu anaweza kuja kuzungumza maneno haya na hajaona
kitu kinavyoendelea. Kumbuka raia population wengi waliomba kwa kweli usalama katika mji wa Uvira kuelekea teritwari tofauti ndani za Baraka kuelekea huko. Kumbuka kuna watu unaona wazalendo tayari wanajitawala katika eneo zingine, lakini kwa sasa haya ameleta changamoto kwa upande wa serikali na upande wa wazalendo. Hata polisi haweze kuongea chochote, atoa wazalendo wako katika eneo hili. Polisi wanaintimidiwe, wanatishiwa na wazalendo katika vijiji tofauti. Kwa sasa haya wanaambia polisi kama hao hawaende kwenye uwanja mapambano, lakini kwa sasa kama Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ama tayari serikali imeamua hatua zao, wameona kweli kuna mambo mengi yameendelea kubadilika. Kumbuka hatua wazalendo wakiongoza eneo fulani na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo serikali ikiongoza, haya atakuja kuleta mabishano, atakuja kuleta ugomvi kwa upande wa raia population. Watashindwa wasikilize serikali, watashindwa wasikilize wanajeshi ya wazalendo. Kumbuka wanajeshi wa wazalendo wamekuwa waaminifu zaidi kwa upande wa raia, lakini kwa upande moja kwa njia la kutishiwa. Kumbuka wazalendo wamoja, kuna wale wanatishia wa raia, na kwa sasa wanaogopa kuuawa, wanaogopa kuongea vibaya, lakini wanaongelea serikali. Kumbuka serikali ni wazazi, serikali hata ukiitusi hao watakusikiliza tu, lakini wazalendo hata ukiongea chochote hao hatakusikiliza, baadaye mambo yako atakuja kuwa mabaya. Ndio kama kwa sasa serikali imeamua tu wa kuchukua, na kama viongozi wamoja ndani ya chama cha wazalendo wameamua kuungana na serikali kwa kubadilisha mkataba yote. Wale wazalendo wanachukua masilaha kupika mamuruo wa marisati katika eneo tofauti. Haya ameleta kwa kweli wazi kama viongozi jinsi wanavyotaka, lakini kupitia media Bukavu TV mara moja na kuja kuwapeleka upande wa Mwenga. Hatua tayari wa raia population, hatua alisikia kama tayari mambo ya kutoa wazalendo katika miji inakuwa kwa kweli ni masharti. Wa raia population walikuwa kimiza serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanahitaji usalama, kwa sababu wazalendo katika eneo tofauti kuna wale wazalendo waaminifu na wale wazalendo sio waaminifu. Na kwa sasa kupitia media Bukavu TV na kama unavyonisikiliza kwa upande yoyote, kumbuka ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, nchi la Kongo halitajengwa kwenye mvurugo. Kumbuka hatua kama wazalendo hawataki kusikia masharti ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ama yoyote hataki kusikia masharti ya serikali yoyote. Kumbuka Kongo litaendea wapi? Na kama tayari watu wanapigania, kama tayari wazalendo mnapigania amani, tayari kama nyinyi kwa wazalendo hamtaki kusikia, ama nyinyi wazalendo hamtaki kusikia shauri ya serikali, mnataka amani gani lingine? Na kwa maana ili watu warejeshe amani, itabidi wamoja watii, washuke chini ili amani ikuje kurejea kwa upande ya serikali na upande ya raia. Kupitia habari zetu ndani ya media Bukavu TV, endelea kuungana na mimi, habari zetu tutakufikia mara kwa moja. Leo ni siku ya Sunday, tunaendelea kuwapasha habari zetu. Leo tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Mara moja upande wa Minembwe mapambano yameendelea kusonga zaidi Mikenge, Kageregere na kuelekea eneo zingine. Hatua upande tayari wa Kisangani, hewa mbovu tayari imeendelea kuwa huko. Kwa sasa population na raia wanaendelea kuwa na hofu kupitia mambo ya karakati ya mambo ya mapambano, na kuja kuwapeleka upande mara moja ndani ya uko Shabunda. Hatua jeshi la wazalendo kwa kweli wameingia kwa wingi zaidi kuelekea upande ya uko eneo ya uwanja mapambano. Hatua viongozi vya serikali kwa sasa vimehimiza tayari kuungana, wajenge taifa kupitia usalama kila mahali popote huko. Na kama unavyonisikiliza kupitia media Bukavu TV, tunahitaji usalama ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kama wewe hautaki usalama, itabidi tayari wewe jipange kivyako. Kumbuka wakaaji population kwa sasa wamechoka na malio, wamechoka na vidurugumu wa marisasi, na kwa sasa kama diplomasia ya Felix Tshisekedi kimeendelea kuwa bora zaidi na kuungana na
serikali, kuungana na population, kuungana na serikali. Kumbuka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilikuwa miaka mengi zaidi hawajawahi kuingia katika coupe du monde, lakini huyu mwaka ni shangwe kubwa zaidi kuona coupe du monde imeingia. Kwa kweli Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeingia kwenye coupe du monde. Hili ni jambo la mshtuko kwa sasa. Diplomasia ya Kongo kwa sasa imeanza kuenda vizuri sana. Endelea kufanya subscribe, like, comment kila mahali popote huko unaenda kunisikiliza mara kwa moja. Usinichukulie kwa baya, unichukulie kwa kama mtangazaji wa habari analetea habari zenyewe zinahitajika, habari za muhimu na habari kwa wale wanaonisikiliza. Kumbuka kuna wale watanisikiliza kwa ukweli na kuna wale hawatanisikiliza kwa ukweli. Kumbuka hawezi kusikilika na watu wote kwa umoja. Kuna wale watakuja kuelewa haya maneno hatua kwa dakika moja, na kuna wengine kuelewa itakuwa ni ngumu zaidi. Na mimi mwenyewe mtangazaji wa habari wenyu Nelson kutokea ndani ya Media Bukavu TV kwa muda wetu wa habari wa mchana, muda wa saa 5 na dakika 30. Endelea kuungana na mimi, endelea kuwapasha habari zetu muda wa saa 12 tukuje kupatana ndani ya Media Bukavu TV. Nawatakia mchana mwema, kwa kuwa wale walienda kanisani nao nawatakia mchana mwema.